Islama Gas. Kama mnavyofahamu, sisi SHUWASA dhamira yetu kuu ni kutoa huduma bora, salama, lakini pia na ya uhakika. Hata hivyo, ili kufanikisha hili ni lazima tukubaliane na uhalisia wa gharama za uendeshaji. Bei tunazozitumia sasa hivi zimekaa kwa muda mrefu sana bila kufanyiwa marekebisho, na kwa sasa haziendani na gharama halisi za utoaji wa huduma. Katika kipindi ambacho bei hizi zimebaki vile vile, tumeshuhudia mabadiliko makubwa ya kiuchumi yaliyopelekea changamoto katika shughuli za utoaji huduma, lakini pia gharama za ununuzi wa maji ya jumla zimeongezeka, bei za madawa ya kutibu maji zimeongezeka, pia gharama za uendeshaji ikiwa ni pamoja na gharama za ukarabati wa miundombinu zimezidi kupanda. Ukweli ni kwamba ili tuweze kuendelea kutoa huduma hii kwa uhakika na ili tulinde ubora wa huduma tunayotoa, mabadiliko ya bei si jambo la kuepuka tena, ni hatua ya lazima ya kiutendaji. Sawa. Kutokana na mabadiliko haya ya kiuchumi na sababu mbalimbali ambazo nimezitaja, wenzetu SHUWASA waliomba bei mpya kwa EWURA kama nilivyoeleza awali, na waliomba hivyo toka mwaka 2022, na sasa ombi hilo limekuja kufanyiwa kazi mwaka huu wa 2026 na lilikubaliwa na kuchapishwa kwenye gazeti la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, gazeti la serikali, tarehe 20 Februari 2026. Sasa unajua kitu kikisha chapwa kwenye GN, hiyo ni sheria. Lakini mara nyingi tunasema hata kama imechapwa katika GN, kabla hizi gharama hazijaanza kutekelezwa, tarehe 1 Julai 2026, ni utaratibu wa ndani ya nchi yetu kuzungumza ili bei mpya zisianze kutekelezwa, alafu kuna mtu anasema hazifahamu. Alafu kuna diwani anaulizwa kwenye kata yake, anasema kwa kweli hatujui kitu chochote, hatukushirikishwa, tunashangaa sana. Kwanza hatuelewi kwa nini bei zimepandishwa. Ama DC anaulizwa, anasema mimi ndio kwanza nasikia kutoka kwako ndugu mwananchi. Ngoja niwaulize hao SHUWASA. Yaani maana yake ni kwamba tunageuka tunakuwa banana republic. Lakini serikali yetu na utaratibu inafanya mambo hatua kwa hatua. Bei zimeomba toka 2022. Zimekuja kuidhinishwa kwa mujibu wa sheria 2026. Zimetangazwa kwenye gazeti la serikali GN mwezi wa 2 2026. Na bado hazijaanza kutumika, yani mpaka tunakuja kutangazwa. Na mpaka leo bado tuko kwenye kikao, hizi bei hazijaanza kufanya kazi. Bei zinatarajiwa kuanza kufanya kazi tarehe 1 Julai 2026. Na kikao hiki cha viongozi wote ni kuwekana sawa ili kuweza kujua tumetoka wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi. Ili tuweze kujua kwamba usalama wa maji, usalama wa dhana ya maji ni uhakika wa kupata hayo maji kila siku. Kuanzia 1 mpaka 5, na kuna sehemu nyingine ni uniti kuanzia 5 na kuendelea. Bei zinazoendelea kutumika sasa hivi kwa uniti 1 mpaka 5 ni shilingi 1490. Na zikizidi hapo kuanzia uniti ya 6 na kuendelea ni shilingi 1740. Kwa miaka mitatu inayofuata ya bei hizi mpya za maji, hatutakuwa na hayo makundi mawili tofauti kwenye hilo kundi la majumbani. Kwa hiyo bei ya uniti zote, ukitumia uniti moja utalipa 1840, ukitumia uniti 10 bei ni ile ile, ni tofauti na bei ambazo tulikuwa tukitumia awali. Kwa hiyo kuanzia mwezi Julai mwaka huu tarehe 1 2026-27, bei ya uniti moja au mita moja ya ujazo itakuwa shilingi 1840. Kwa mwaka unaofuata wa fedha itakuwa haitaongezeka 1840, na kwa mwaka wa mwisho wa bei hizi kwa upande wa majumbani itakuwa ni bei ni hiyo hiyo 1840. Kwa hiyo ukiangalia kutoka bei ambazo tulikuwa tunazitumia sasa hivi na zinazofuata, kuna tofauti kati ya shilingi 225 kwa mita moja ya ujazo. Kwa upande wa taasisi, bei zinazotumika sasa ni 2760 kwa unit au mita moja ya ujazo. Kwa mwaka mpya wa fedha 26-27 itakuwa ni 3060,
mwaka wa fedha 27/28 360, na itaongezeka kidogo kwenye mwaka wa mwisho wa bei hizi itakuwa 3160, ambayo tofauti yake ukilinganisha na bei tunazozitumia sasa hivi itakuwa ni kama shilingi 500. Kundi lingine ni biashara. Bei inayotumika ni 2790, lakini kwa bei za mpya za mabadiliko itakuwa ni 3100 kwa mwaka wa kwanza wa fedha, lakini kwa mwaka wa mwisho kule itakuwa ni shilingi 3200, ongezeko la kama shilingi 410 ndani ya hiyo miaka mitatu. Kundi lingine ni la viwanda au industries. Kwa bei ya sasa ni 2850, lakini kwa bei ya mwaka ujao wa fedha 3160, na kwa mwaka wa mwisho wa bei hizi itakuwa ni 3270, ikiwa na ongezeko la kama shilingi 420 kwa mita moja ya ujazo katika muda wote wa miaka mitatu. Kundi lingine la wateja wanaohudumiwa na mamlaka yako Mheshimiwa mgeni rasmi ni zinaitwa bottling industries au viwanda vya vinywaji vya chupa. Kwa sasa hivi bei yao ya kwa unit moja ni 3750, lakini kwa mwaka unaoanza wa fedha itakuwa ni 4160 kwa mita moja ya ujazo, na kule kwa mwaka wa mwisho itakuwa ni shilingi 4500. Kwa hiyo katika muda huo miaka mitatu tutakuwa na ongezeko la kilinganisha na bei ya sasa itakuwa ni shilingi 550. Kundi lingine linaitwa vioski au magati. Kwa bei ya sasa ilikuwa ni shilingi 1500, lakini kwa mwaka unaokuja wa fedha 1670, na kwa ule mwaka wa mwisho 28/29 itakuwa ni 1730, ongezeko la shilingi 230. Mamlaka sasa iweze kutoa huduma iliyo bora ili wananchi waweze kupata huduma iliyo bora. La tatu ni swala la wajibu na haki. Katika bei hizi ambazo zimesemwa, na kuna taarifa ya ukataji wa maji kwamba maji yanaweza kukatwa. Kwa nini yanakatwa? Yanakatwa kwa sababu mwananchi ana haki zake za kupata huduma iliyo bora, lakini ana wajibu wa kulipa bili ili huduma iweze kuendelea kuwa bora. Sasa msisitizo hapa ni kwamba wananchi wana wajibu wa kulipa, kwa sababu sisi miongoni mwetu hapa ni wananchi vile vile, ni viongozi, lakini tunatumia maji, ni watumiaji kule tunakotoka. Sasa kwa sababu sisi ni sehemu ya watumiaji, tuna wajibu mkubwa wa kutoa hii elimu kwamba wananchi wana wajibu lakini wana haki zao. Sasa watimize haki zao, watimize wajibu wao kwa maana ya kulipa ankala kwa wakati, kwa sababu mambo haya ukiangalia kwa muda ulioendeshwa na kwa bei iliyokuwa inatumika ni muda mrefu sana. Na hii hata ukiangalia tofauti na nje ya kusemewa, hata kwa kwako tu nyumbani kwako budget lazima zinabadilika. Hata kama ulikuwa na jambo unalofanya kwa muda wa miaka mitatu lazima ulibadilishe wewe mwenyewe, unajua kwamba halitaendelea kufanya kazi.